Na sambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saha kama hizi. Tunatoa shukrani kwa kuwa mwaminifu kwetu kipindi chote ambacho tunapeperusha matangazo yetu na kuwa wa kwanza kuweza kuyafuatilia mwanzo mpaka tamati. Hivyo tunakualika mara tena na moyo mkunjufu kwenye habari zetu za jioni ya leo ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, tuko hapa kukujuza habari mbalimbali kuhusu yote yanayojiri sehemu za uwanja wa vita jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ili tuende sambamba na kualika wewe ambao hujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo ili uwe kwanza kuwa unapata habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Leo ni tarehe 22 majira ya usiku kabisa. Tunakuletea habari kuhusu yale ambayo yameripotiwa mchana kutwa sehemu za uwanja wa vita. Hivyo kuwa nami nitakujuza yote kuanzia jimbo ya Kivu ya Kusini mpaka jimbo ya Kivu Kaskazini ili upate kufahamu kile ambacho kimeendelea siku ya leo. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na kama nilivyokuarifu ya kwamba takuwa hapa kukujuza yote yanayoendelea kwenye uwanja wa vita sehemu mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Na sasa tunakuletea hali halisi ya kile ambacho kinaendelea uko kwenye uwanja wa vita. Kwenye habari zetu za jioni ya leo taanzia moja kwa moja uko maeneo ya Walungu ni jimboni Kivu ya Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa kwa siku 2 mfululizo kati ya wahasi wa AFC M23 na makundi ya wazalendo katika vijiji kadhaa vya wilayani Walungu mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yamejikita hasa katika kikundi cha Karongo na yameendelea tena leo hii Jumatano tarehe 22 kuanzia majira ya saa 7 mchana. Tangu Jumanne, wakahaji wameripotiwa kusikia milipuko ya silaha nzito na nyepesi katika maeneo ya Karundu, Bwenda na maeneo ya Mungazo. Mmoja wa wadau wa eneo hilo ameeleza kuwa mapigano yalianza Jumanne na leo yanaendelea kuanzia saa 7 mchana katika eneo la Karundu, Bwenda na Buganzo. Kabla ya hapo, mapigano mengine yameripotiwa karibu na Mulende kwenye eneo la Bwenda na pia kwenye mlima wa Muhono unaotizama taasisi ya Eastern Nyangezi. Nyangezi ni kijiji cha kimikakati kinachounganisha mji wa Bukavu na Uvira kupitia barabara kuu ya nambari 5 inayopita kwenye minuko ya Ngomo. Kwa upande mwingine, kijiji hicho kinafunguka kuelekea Kaziba kupitia njia za milima ya Nyamfunze. Mapigano kati ya AFC M23 na wazalendo yamekuwa ya mara kwa mara katika eneo hilo na yanaendelea kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi kwa wakahaji wa eneo hilo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, mpaka sasa bado hali ni tete uko Walungu, ambako hakujawa na taarifa rasmi kuhusu ni wanani ambao wanadhibiti maeneo ya Karundu, Bwenda na Mungazo, ambako mapambano mpaka sasa yanatulia kufuatana na ukimya na muda kuwa umeyoyoma. Kwa hivyo taarifa kuhusu wanani ambao wanadhibiti maeneo hayo utakuja kuzipata katika habari zetu za hapo asubuhi na mapema. Na tukitoka huko jimboni Kivu ya Kusini tarafani Walungu moja kwa moja tujielekeze huko jimboni Kivu Kaskazini maeneo ya Walikale pamoja na Masisi, ambako mapambano makali yameripotiwa tena leo Jumatano tarehe 22 Oktoba katika vijiji vya Kazinga kilichoko kwenye sekta ya Osobanyungu katika wilayani Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinasema kwamba wahasi wa M23 ndio waliweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya makundi ya wazalendo, hali iliyoibua hofu kubwa kwa raia wa Kazinga na vijiji vingine jirani kufuatia milio ya silaha nzito na nyepesi. Mapema asubuhi, mapambano pia yameripotiwa katika vijiji vya Ndete na Shoa katika eneo hilo hilo, lakini mashambulizi katika maeneo hayo hayakudumu kwa muda mrefu kwa mujibu wa mashuhuda kutoka maeneo hayo.
Kwa sasa hali bado ni tete na ya wasiwasi, huku eneo hilo la Masisi likiendelea kuwa kitovu cha mapigano kati ya waasi wa M23 na wazalendo tangu mwezi Aprili mwaka huu. Hivyo licha ya mazungumzo ambayo yanaendelea kwa ajili ya kuweza kutafuta mbinu ya kusitisha vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, uko kwenye uwanja wa vita mambo bado ni tete, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Moja kati ya jambo ambalo linapelekea kuonesha ya kwamba vita hivi havitoisha kwa makaratasi, bali vitaisha kwa njia ya mtuto, kufuatana na kile ambacho makundi yote mawili, waasi wa M23 pamoja na wazalendo, hawako tayari kuheshimu kauli zinazotoka huko Doha zinazosema ya kwamba wanatakiwa kuweza kusimamisha vita kwa kutafuta mbinu ya kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Walikale. Hali ya usalama inazidi kuzorota katika maeneo ambayo yanadhibitiwa na waasi wa M23 ndani ya wilayani Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kibati katika kundi la Lubarike, mwanaume mmoja aliuawa Jumatatu tarehe 20 Oktoba na waasi wa M23 kwa tuhuma za kusaidia wapiganaji waliokuwa wakijaribu kukimbia kundi hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda kutoka maeneo hayo, amesema kwamba waasi walimtuhumu marehemu kuwapa mavazi ya kiraia na kuwaongoza wapiganaji hao kutoroka. Baada ya kupata taarifa hizo, waasi walimkamata na kumtekeleza hukumu ya kifo kwa njia ya kikatili. Tukio hilo limezua hofu mkubwa kwa wakahaji wa Kibati ambao wanasema hali ya huzuni na wasiwasi na ukatili inazidi kutanda katika eneo hilo. Takribani mwezi mmoja uliopita, mwendesha bodaboda mmoja pia aliuawa katika mazingira kama hayo uko Kashebere baada ya kutumiwa na waasi kuwa anatoa taarifa kwa makundi ya wazalendo. Wakati huo huo, jeshi la taifa FARDC linaripotiwa kwamba katika siku za hivi karibuni limepokea idadi kadhaa ya waasi wa AFC M23 waliokimbia na kujisalimisha, hasa katika baadhi ya maeneo ya wilayani Walikale. Na tukitoka huko jimboni Kivu Kaskazini, turejee tena huko jimboni Kivu ya Kusini ambako Jenerali wa Brigade John Jacques Kabamba ameteuliwa rasmi kuwa kamanda mpya wa mkoa wa 33 wa kijeshi, aliyechukua nafasi ya Jenerali Mwaku Mbuko Jean Daniel aliyefariki dunia hivi karibuni. Wakati huo huo, Jenerali wa Brigade Amuli Chiviri amepewa uongozi wa operesheni ya Sokoi ya pili jimboni Kivu ya Kusini, aliyechukua nafasi ya Jenerali Mweu Lumbu Evariste. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni hiyo, Luteni Mbui Kalonji Reagan, maafisa hao wawili waliwasili mjini Uvira Jumatano tarehe 22 Oktoba mwaka wa 2025 kwa ajili ya kuanza rasmi majukumu yao mapya. Majenerali wa Brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques na Amuli Chiviri, ambao ni makamanda wapya wa mkoa wa kijeshi wa 33 za Operation Sokoi ya pili Sud Kivu, wamewasili tena mjini Uvira leo, amesema msemaji huyo wa jeshi. Taarifa kutoka jeshi linaeleza kuwa Jenerali Kabamba aliwasili kupitia mpaka wa Kavimvira akitokea Bujumbura na amepokelewa na maafisa mbalimbali wa jeshi kutoka mkoa wa kijeshi wa 33. Mabadiliko haya ya uongozi wa kijeshi yanakuja katika kipindi cha mvutano wa kijeshi ambapo bado kuna hali ya ukosefu wa utulivu katika mji wa Bukavu na maeneo mengine kutokana na shughuli za makundi yenye silaha kama vile M23. Na tutamatishe taarifa hizi za jioni ya leo, mpendwa msikilizaji, na habari kutoka uko Kashebere ambako hali ya wasiwasi inatanda leo Jumatano tarehe 22 Oktoba katika maeneo yanayozunguka Kashebere wilayani Walikale jimboni Kivu Kaskazini
Kufuatia usiku wa doria ya anga inayofanywa na ndege isiyokuwa na rubani aidha drone ya jeshi la taifa FARDC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo hayo ni kwamba wakahaji wa maeneo hayo walishtushwa usiku wa kuamkia leo majira ya saa 4 usiku na sauti kali ya drone hiyo ya kijeshi iliyokuwa ikifanya doria ya angani. Taarifa zinaeleza kuwa hofu ya raia inazidi kupanda baada ya wahasi wa M23 wanaodhibiti sehemu hiyo ya Walikale kufyatua mabomu kuelekea kwenye drone hiyo wakijaribu kuitengua lakini wameshindwa. Mashambulizi hayo yalitokea kwenye ngome za Kashebere na ngome za Kasopo. Kwa zaidi ya wiki moja sasa, ndege zisizokuwa na rubani za FARDC zimekuwa zikifanya doria katika maeneo kadhaa yanayodhibitiwa na wahasi wa AFC M23 wilayani Walikale na Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Usiku wa kuamkia Jumanne, droni ya kijeshi ilifanya mashambulizi ya angani katika ngome mbili za wahasi ikiwemo eneo la Kalembe, Masisi na Ihula ndani ya wilayani Walikale. Na mpaka hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za jioni ya leo. Mpendwa msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nasi na karibu mara tena. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia channel hii, hakikisha tu una subscribe, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Hii ni Amani TV Media na kutangazia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri uko kwenye uwanja wa vita. Unaweza kujiunga nasi kwenye group la WhatsApp kupitia linki ambayo utaikuta hapo kwenye comment. Lakini pia kwenye comment unaweza kutuandikia unatufuata kutoka nchi gani. Itakuwa inapendeza sana. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo asubuhi na mapema na kuaga kwa kusema bye bye.